Profesa Philemon Sarungi alikuwa mmoja wa wazee wetu, wazee wa nchi yetu. Watu ambao wameitumikia nchi hii kwa muda mrefu kwa heshima kubwa. Wamefanya kazi ya kujenga nchi, wakakamilisha kazi yao wakapumzika. Mimi sikuwahi kupata bahati ya kufanya naye kazi moja kwa moja, lakini katika nchi hii kwenye hii miaka ya karibuni hii kumekuwa na mambo ya hovyo hovyo sana katika utumishi wa umma, hasa katika nafasi za juu. Profesa Sarungi alikuwa waziri wa afya, amewahi kuwa waziri wa michezo na utamaduni, alikuwa waziri wa ulinzi, alikuwa mkurugenzi mkuu Muhimbili. Kwa miaka yote ambayo ametumika katika nchi hii amefanya kazi bila mawaa kabisa. Heshima yake kubwa ni hiyo kwamba ametumikia taifa hili kwa miaka mingi sana na kwa heshima kubwa sana, na ameondoka amepumzika bila kuhusishwa na mauchafu ambayo yamekuwa ni kawaida ya utumishi wa kisiasa wa nchi hii. Ni mtu wa heshima sana na nimekuja hapa kumpa heshima ambayo anaistahili kwa kweli. Asante, kwanza nitoe pole kwa familia kwa msiba huu mkubwa sana wa kuondokewa na mzee wao Profesa Philemon Sarungi. Kama nafahamu, mimi niliingia bungeni mara ya kwanza mwaka 2005 na mzee Sarungi ndio alikuwa amemaliza kuwa waziri wa ulinzi, kwa alikuwa mbunge tunaita backbencher. Mwaka 2005 nilikutana naye bungeni, nilikuwa ni miongoni mwa wazee ambao naweza nikasema bila kuchelea, yani bila kupepesa macho, kwamba alikuwa ni mmoja wa wazee watatu ambao walinilea kwa shughuli za kibunge ndani ya bunge. Kwa yeye, mzee Shalukindo na marehemu mzee Jackson Makweta. Na mzee Sarungi alikuwa ananichukua mara kwa mara. Unajua Wajaluo na Waha ni watani, kwa alikuwa ananitania, ananipeleka kantini, tunakaa tunakunywa kahawa, tunakunywa chai, ananieleza umehutubia hivi, umekasirika, utakiwa kuongea hivyo, unatakiwa uongee hivi. Kwa alikuwa ni kama ni mtu ambaye ananifunza namna gani ya kuweza kukaa bungeni. Tulikaa naye miaka yote 5 mpaka 2010. Tulikuwa vizuri kabisa, na baada ya hapo aliendelea kuwa ni mzee ambaye ninashauriana naye. Alikuwa anaweza kunipigia simu wakati wowote, na pia ikumbuke kwamba mzee Sarungi alikuwa mshabiki mkubwa sana wa klabu ya Simba, na mimi pia ni mshabiki wa klabu ya Simba. Kwa wakati mwingine kabla ya mechi au baada ya mechi ananipigia simu, tunajadiliana, ananieleza kuhusu klabu yetu, maeneo gani ambayo anaona changamoto na kadhalika. Kwa ni mzee ambaye mimi kibinafsi sio tu nimemfahamu kwa kumsoma kwenye vyombo vya habari, nimemfahamu kwa kuwa naye ndani ya kazi moja ubunge, lakini pia nimemfahamu kama mzee ambaye naweza nikamtembelea nyumbani kwake, tukazungumza, anaweza kaniita wakati wote akanishaurisha. Kwa hiyo taifa limepoteza hazina, limepoteza mwanataaluma mkubwa kama daktari wa mifupa, lakini pia limepoteza waziri ambaye alifanya kazi kwa uadilifu mkubwa sana kwa muda mrefu sana. Historia ya mzee Sarungi, watu wanaozungumzia uwaziri tu. Mzee Sarungi alianza kama diwani. Alikuwa diwani, akawa mbunge, akawa mkuu wa mkoa,
akawa waziri, akawa mbunge wa kawaida wa kuchaguliwa na wananchi wa Rorya, na vile vile mwanataaluma, mkurugenzi mkuu wa Hospitali ya Taifa Muhimbili na kadhalika. Kwa hiyo ilikuwa ni mzee mwenye mambo mengi, ameishi maisha yake. Tumpongeze, tusherekee maisha yake na tutoe pole kwa familia na tuwafariji kwa kupoteza mzee wao. Profesa Sarungi ameacha alama gani katika utumishi? Ile hali ya kujitoa. Nadhani wengi mmesoma na sisi tulikuwa tunasikia pia wakati mzee Sarungi akiwa mfano mkoa wa Pwani inatokea ajali, yeye ndo anakuwa mstari wa mbele kwenda kutibu majeruhi. Kwa alikuwa ni kiongozi anejitoa, sio kiongozi ambaye anang'ang'ania nafasi yake. Lakini pia baada ya kumaliza uongozi wake alikaa pembeni kabisa, alitumikia muda wake na akakaa umsiki tena. Kwa hiyo maana kwamba alikuwa haingilii viongozi wengine katika majukumu yao baada ya wao kuwa wamemaliza muda wao. Kwa kuna mafunzo makubwa sana ya kiongozi kutoka kwa mzee Sarungi.